Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mpenzi mtazamaji wa Kishki TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bik. Karibu uwe nasi hapa Kishki TV kusoma darsa ya Bulughul Marami, na leo biidhnillahi tabaraka wa taala bado tuko mlango babu sifati sala, hadithi nambari 241. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin, wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa rahimana jami'an. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. Kutoka kwa mama yetu Aisha, Allah awe radhi naye, amesema: nimemuona mtume wa Allah, rahma na amani zimshukie juu yake, akiswali akiwa amekaa namna ya tarabbu. Tarabbu tutakuja kuielezea hapa muda si mrefu. At-tarabbu huwa an yajlisa qabida saqaihi. Kwanza, kukaa kwa namna ya tarabbu ni mtu kukaa kwa kuikunja saqi zake, mukhalifan baina qadamaihi, kwa kupishanisha miguu yake, ja'ila saqaihi ihdahuma fawqa al-ukhra, kwa kujalia saqi za miguu mwingine uwe juu ya mwingine. Wa yakunu al-qadamu al-yumna fi maqbadi fakhdhihi al-yusra, inakuwa mguu wa kushoto wa kulia uko juu ya paja la kushoto, yani mguu wa kulia unaenda kukaa kwenye paja la kushoto. Wal qadamu al-yusra, na unyayo wa kushoto, fi maqbadhi fakhdhi al-yumna, unakuwa uko upande wa paja la kulia. Mafunzo tunayopata katika hadithi hii: at-tarabbu huwa an yaj'ala batina qadamuhu al-yumna tahta fakhdhi al-yusra, ni kujalia unyayo wa mguu wa kulia uwe chini ya paja la kushoto. Wa batini al-yusra tahta al-fakhdhi al-yumna, na tumbo la unyayo wa mguu wa kushoto uwe chini ya paja la kulia. Waqad fa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam hadha lamma saqata min farasihi, na mtume wa Allah, rahma na amani zimshikie juu yake, alifanya au alikaa kikazi hichi alivyodondoka kwenye mnyama wake farasi, na ikawa hana uwezo kwa sababu mguu wake ulitenguka. Wamfakati qadamuhu, mguu wake ukawa umetenguka, hakawa hawezi kuswali kwa kusimama. Sasa akaswali akiwa amekaa kiasi hicho. Alhadithu dalilun ala kaifiyati qu'udi al-alili idha salla jalisan. Hadithi hii inatufunza namna ya kukaa mtu ambaye ana tatizo, hasa akiwa hawezi kusimama. Hivyo ndivyo anavyotakiwa aswali kwa kukaa. At-tarabbu khasun bil jilsati allati hiya muqabil qiyami sahih. Tarabbu ni kikazi maalumu anachoweza kukaa mtu ambaye hawezi yeye kusimama. Kama hawezi kusimama, basi atakaa kikazi hichi. Wala isati fi kulli jilsati swala, na wala sio kikazi cha kukaa ukiwa kwenye swala ya kawaida, hapana, bali hichi ni kikazi atachokaa mtu akiwa ana shida ya miguu, hawezi kuinuka, hawezi kusimama. Hapa ndivyo atakaa tarabbu. Qala Imam al-Haramaini al-Juwayni: alladhi arahu fi dhabti al-ajz an yulhiqahu bil qiyam mushtaqqa tadhhabu khushu'ahu, na
yeye anasema anachokiona kipimo ambacho kinamfanya mtu ashindwe kusimama ni kule ambako kunamuia uzito kwa kupata maumivu ambayo yanaondosha khushu'i yake, sio kutonesheka pale tu utakapokuwa unafanya nini, unataka kusimama. Lakini ukisimama tu kawaida hakuna maumivu yoyote, hiyo haina shida, unatakiwa uswali kwa kusimama. Lakini kuna mwingine ambao kile kitendo cha kuweka mguu wake kwa kusimama, maumivu yanaendelea moja kwa moja mpaka hadi atakapokuwa ameupumzisha mguu wake. Huyu ndiye ambaye anapaswa asiswali kwa kusimama, kwa sababu hatakuwa na utulivu, kwa sababu maumivu ni endelevu. Ama yale ambayo yanakuja tu kidogo pale utakapojitikisa, hii haina shida, swali kwa kusimama. Lianna al-khushu'a maqsud as-salah, kwa sababu itakapoondosha khushu' yake ndio lengo hasa la swala. Sasa itakapokuwa maumivu yanakuwa ni moja kwa moja kwa kuwa tu umesimama, hapo ndio unatakiwa wewe ukae, kwa sababu swala unatakikana uwe na utulivu wa moyo, utulivu wa akili, akili yote iweke kwenye hiyo swala. Lakini kama akili itahama ikawa inaugulia yale maumivu, hapo sasa ndio unasameheka kusimama, utatakiwa uswali kwa kukaa. Kama ndio hata pia ukiwa umekaa na maumivu yataendelea hivyo hivyo, utasameheka kukaa, utatakiwa uswali kwa kulala. Qala al-Nawawi, al-Imam Nawawi anasema ajma'atil umma anna man ajaza anil qiyami fil fariidha, wanawachuoni wamekubaliana yeyote atakayeshindwa kuswali kwa kusimama katika swala ya fardhi, sallaha qaida, huyu mtu atatakiwa aswali kwa kukaa, wala i'adata alayhi, wala haitotakiwa airudie hiyo swala, wala yanqusu thawabuhu, wala kile kitendo chake cha kuswali akiwa ameketi kwa kushindwa haitopunguza thawabu ya hiyo swala yake, atalipwa kama vile mtu aliyoswali akiwa amesimama. Lil khabari, kwa hadithi hii ambayo tumeisoma. Qala Sheikhul Islam naye amesema, man nawal khair, mwenye kunuia khairi yoyote anataka kuifanya, wafala ma qudira alayhi, akawa amefanya kiasi tu alichokadiriwa lakini hajatimiza 100%, kana lahu ka ajri alfa'ili, huyu mtu atalipwa ni sawa na yule aliyofanya kitu kamili. Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.